Yo, mambo vipi mtazamaji wa Ez Media? Kama kawaida yetu tuko bado hapa nyumbani Simiyu, Bariadi, kipande cha 255, na kubwa zaidi ni kwamba leo tupo na moja kati ya msanii anayefanya vizuri sana kwenye game ya Bongo Flava kutoka hapa Bariadi. Kwa uzameni wa mtu mzima, Mouse Decoration, ndo anatisha kinoma noma, location imetulia kama unavyozidi kuona. Nyuma kamera yupo Devi Movie. Lakini pia nikwambie kama bado hujasubscribe fanya hivyo. Subscribe, like na share, comment pia ili uwe kwanza kupata taarifa zetu mara ambapo tutakuwa tumeziachia. La kwangu jina naitwa Ndaki William, fanya kunimada kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook na Instagram, nasomeka kama Ndaki William. Hii ni Ez Media, tuwezetu paka kieleweke, na hapa nipo na Queen Zuu leo. Unamjua au unamsikia? Sijui marohani yamenipanda, mwenzenu yananichanganya, ama pepo gani limenipanda, akili limeitawanya, akanilogea upi na tanga, maarifa meagawanya mie, na siurizi wapi akitaka, akazuzu wamenichanganya mimi. Mambo? Safi, mambo? Fresh, uko poa? Shwari kabisa. Ngelo umependeza. Asante. Kawaida yangu, si unajua. Mwenye mwezi ni mwingi. Queen Zuu, mara kwanza ulikuwa unaitwa Zuu, na kama sikosea ulikuwa unaitwa Zuu Baby. Zuu Baby, na au sio bwana? Lakini sasa hivi unaitwa Queen Zuu. Ka baby kale ukakatoa. Hii Queen Zuu imetoka wapi? Baby ilitoka kwa sababu siwezi kuwa baby kila siku, lazima nikuwe, ndio maana nikawa Queen. Okay. Yeah. Kwa sasa hivi ni marikia kwamba umeshakuwa kimuziki, umeshakuwa kwenye sekta na kila idara. Yes, ni tofauti na mwanzo. Okay. Yeah. Sawa. Nimewahi kukusikia mara kadhaa kwenye collab nyingi za wasanii. Uliwahi kufanya muziki na uliwahi kufanya ngoma na P Melody, umefanya ngoma na Somanda kwenye albamu yake which is inafanya vizuri. Hivi kwanza tuanzie kwenye ile ya Somanda ile. Wakati unaingiza verse zako pale ulikuwa kwenye mode ipi? Maana ile kazi huko mtaani asoboa. Nilikuwa kwenye mode nzuri tu. Sikuwa nilikuwa vizuri zaidi sana. Queen Zuu akiwaje ndio huwa anafanya muziki mzuri. Kwa mfano Harmonize anasemaga akitendwa ndio anatupa ngoma, anatupa hit song. Wewe ukipitia hali gani ya maisha ndio unatupa kitu kizuri? Kila kitu ni mudi. Toka umeanza muziki ni muda mrefu kwa sasa, na sijawahi kuona kazi yako yoyote mtandaoni kwa maana ya video. Audio zipo of course, lakini video kuna mahara kama unapwaya hivi. Kuna nini kinaendelea hapo? Video kama sikosei ipo moja, japo haikuwa kwenye channel yangu, iliyoko kwenye channel ya director. Na inategemea tu, afu kipindi hiki tunajua mambo yalikuwa ni mengi, alafu changamoto ni support. Unashindwa kufanya video, lakini kwa sasa hivi nahisi nitafanya vizuri. Kwa sasa hivi support umepata? Napambana mwenyewe. Sawa, kama mwanamke unayefanya vizuri pia na unayefanya muziki, unaweza kutueleza kwa ufupi changamoto gani mnazokutana nazo hasa nyewe wasanii wa kike? Huenda ndio inapelekea mnakuwa wachache kwenye industry ya muziki kwa mkoa wa Simiyu. Changamoto ni pale unapotaka kupiga hatua kwenda mbele. Unajua kwa hapa nyumbani sasa tunafanya kazi kama washikaji, kama ndugu hivyo, lakini ukisema utoke nje ya hapa nyumbani, changamoto zipo. Hasa unapoomba support kwa mtoto wa kiume, inakuwa ni changamoto. Kwamba wanakuwa wanataka rushwa ya ngono au inakuwaje? Yeah, ni sahihi. Umewahi kutokea kwa wasanii, kwa maproducer au madirector wa hapa Simiyu? Kwa madirector hapa hapana, ila niliwahi kuongea na mtu fulani ambaye ni wa nje na hapa mkoani ili kuniunganisha mahala. Yaani sasa yeye akataka kwanza tukutane kwa mazungumzo, yani yeye alikuwa na show ya msanii mkubwa, ila akataka tukutane kwa mazungumzo zaidi. Sasa nilipoongea na mama akasema kama kini, maana huku unakoenda huna wenyeji, alafu na kwenda huku inatakiwa uwe na balance ya kutosha. Atazungumzia pesa, utakapokosa pesa atakutaka sasa wewe mwenyewe. Bwana mapromoters, nyinyi mapromoters, vipi kwa madirector pia? Labda uliwahi kukutana naye akawa na element hizo au producer? Kwa madirector hapana. Producer? No. Lakini wale middlemen, unajua siku zote wanasemaga chawa ndio shida. Shida sio mtu, si ndio? Kwa hiyo wewe hujawahi kukutana na watu halisi uliokuwa ukiwataka, ila wale watu wao wa karibu ndio wamekuwa wakizingua kimsingi. Kwa hapa mkoani siwezi nikasema. Kwa hapa mkoani, kwa huko nje ndio hizo changamoto ni nyingi. Okay. Yeah. Sasa unafikiri hiyo inachangia nyinyi wasanii wa kike kuwa wachache? Yeah, inachangia kwa sababu kuna mtu ile anashindwa kufikia malengo, inabidi anakata tamaa. Hana fedha kumfikisha pale anapotaka, kwa sababu muziki ni lazima uwekeze. Muziki ni pesa.
Na hiyo pesa ili uipate lazima utumie pesa kupata hiyo pesa ya muziki. Kwani Queen Zuu ana muda gani sasa kwenye game? Ni miaka mingi. Kama sio miaka 7. Let's say miaka 7. Umewezaje kusustain kwenye miaka 7 hiyo pamoja na hizo changamoto zote ambazo umekuwa ukizipitia kama mtoto wa kike? Ni kitu ambacho nakipenda kukifanya. Yaani napenda, kiko kwenye damu. Alafu kizingatia support kubwa napata kwa wazazi wangu. Kwa hiyo nanifanya nisikate tamaa. What if hakuna wazazi, labda kupitia taasisi za kiserikali, labda polisi, dawati la jinsia au maafisa ustawi na nini, hujawahi kupata support kutoka kwa hizo taasisi za kiserikali ukiachia wazazi, hasa unapokutana na changamoto kama hizo? Hapana. Au hukufikiria kwenda? Sikufikiria kwenda tu kiufupi. Sawa, back to business. Hivi karibuni unategemea kutoa EP, extended playlist, si ndio? Itakuwa na ngoma ngapi? Kama ngoma zinaongezeka hivi, naomba nisiseme sasa hivi idadi kwa sababu mara ya kwanza nilitaja ngoma 7 kama sikosei. Lakini naona kama kuna muongezeko wa ngoma kadhaa. Hivyo nitawajuza hivi karibuni. Kwani tukisema tu basi tuwe nazo 12 album nzima vipi? Album, sio album. Kwa nini umesema zinaongezeka? Ni kwamba watu wanataka kufanya na wewe collab au inaongezeka kwa vigezo vipi? Kuna namna tu, ni ile unakaa unasikiliza nyimbo, unaona kabisa kuna sehemu labda panapoa kitu fulani, inabidi uangalie namna ya kufanya na mtu mwingine. Sawa. Kwenye uandaaji wa EP, yani extended playlist yako, umepitia changamoto gani hasa unapoalika hawa wasanii wengine kwa maana ya collab? Changamoto ipo. Unakuta mtu una kazi naye, unampigia simu, mnazungumza vizuri, mnaelewana, lakini sasa mwisho wa siku zile kona zinakuwa ni nyingi. Nakuja jioni, unasubiri, hatokei. Nakuja tutafanya usiku, hatokei. Sasa kuna wakati tena bizi ukimuona tunamwambia bwana leo hautoki. Inabidi tufanye kazi, tufanyeje? Tumalize. Kwa sometimes inabidi sasa, yani unakoma mpaka muda mwingine unaboeka mpaka unakata tamaa, unasema basi hii collab niachane nayo. Lakini ukikuwa kawaza basi ni kazi yangu, acha nipambane. Sasa ukipata changamoto kama hiyo, kwamba mtu anamwalika aje na nini, cha kwanza unafanyaje? Kwa sababu mimi ninavyojua actually inakutoa kwenye mood. Ni kweli inanitoa kwenye mood, lakini ndio hivyo. Yani ukishakaa tu kawaza mwenyewe, sometimes tu nawaza labda mtu yuko busy na majukumu yake. Kwa hiyo kuna wakati ukijua kwamba na yeye ana majukumu yake, inabidi tuwe mpole, mvumilie. Hujawahi kukataliwa collab wakati unaendelea? Hapana, sijawahi. Au ndo ile unakukatalia kisiasa ile? No, haijatokea. Vipi kwa upande wa uandishi? Si ndio? Labda tuambie extended play ambayo unaitoa, bila shaka ndio ya kwanza kwa upande wako. Unafikiri italeta historia gani kwenye historia ya muziki wako? Historia ni kubwa. Yaani nahakikisha hili swala linaenda kutokea, hawezi kupatikana tena mtu kulifunika. Labda nirudie mimi mwenyewe. Ndio. Yani nobody. Yani hakuna. Na hakikisha ile jambo linakuwa ni la kipekee. Yani kila mtu amsimulie mwenzake na hakuna atakileza kulifanya tena. Kuna collab ngapi ndani? Collab ziko 4. Kwenye hizi 4 tuliona Somanda alikushirikisha kwenye ya kwake. Kwenye hizi 4 vipi, Somanda yupo? Hapana, Somanda hayupo. Kwa nini? Basi tu hajatokea kuwepo. Au ndo moja kati ya wale watakuja kesho, utakuja kesho? No, hapana, sikupanga tu kufanya naye collab. Kuna katabia nani kamfunika mwenzie, na mjadala pia uliwahi kukua kati yako wewe na Somanda kwamba wewe ulimficha Somanda mle ndani, si ndio? Uogopi hilo kwenye collab ambazo unaziandaa sasa hivi? Hapana, siwezi kuogopa kwa sababu ile ni kazi. Ikitokea msanii kanificha ni sawa, kwa sababu ni moja kati ya kujifunza pia. Kwenye hizi ambazo tayari zimeshatoka, wewe ukiangalia unaonaje? Umeshafichwa au bado? Kufichwa kupo, lakini nasema tu inshallah. Bwana Queen Zuu anakiri amefichwa kwenye collab zinazokuja. So what's new bwana Queen Zuu kwenye tukio ambalo linakuja, ambao ndo umesema unaenda kuzindua, itakuwa ni lini? Sio mbao kitujuza, na kipi kitakuwepo cha ziada? Itakuwa ni tarehe 25 ya mwezi wa 4. Tarehe Baradi Conference maarufu kama Jumba la Mawe. Tarehe 25 mwezi wa 4. Tutegemee nini pale? Nitegemee tu mambo mazuri, nitegemee show nzuri, yani kila aina ya radha mtaipata. Queen Zuu ni moja kati ya wasanii ambao walikuwa wanaigiza before. Sasa hivi uigizi au bado unaigiza? Ikitokea chance nafanya. Lakini hujaipa hiyo tasnia ya uigizaji kipaumbele kiasi hicho. Kipi kilitokea?
nahisi tu ni majukumu tu na ubize ya. Yeah. Ulikuwa ukipenda kuigiza scene gani hizo? Au ndo wale wa mimi napenda niyo kama Jua Hali namna gani vipi? Hapana, mimi kiukweli sehemu zote nakaa. Yeah. Ukinipeleka kwenye mahaba nipo, ukinipeleka kwenye ukorofi hapo ndo usiseme. Asa tubaki hapo. Mimi nataka unitajie sentence mbili hivi kwa mahaba, yani unamuigizia. Tuseme sasa muone umefurahi hivyo. Yani unamuigizia yani. Tuseme sasa unamwangalia yule pale anatuangalia, unamwambia yani kama ni wa kike unamwambia tuseme wa kiume basi anatuangalia. Unamwambia bwana ile tabia ya kukuchiti apunguze na nini. Hapo mwambie hapo tuone. Anyway, baby. Unajua mimi sipendi hizi tabia. Sipendi kabisa baby. Naomba waache mara moja. Unakuwa ni zuu bwana baby, sipendi tabia. Sasa tukio hilo lifanye kwa fujo sasa. Kama sasa nyingine ni mkorofi. Umegundua amekuchiti. Hebu mchane tuone. Afai kweli leo. Hebu tumchane tuone. Nimeshazungumza zaidi ya mara 2. Huyu mtu kila siku ni simu na wewe. Ikijirudia tena, siwezi kuvumilia, tutaachana. I swear. We. Kuna zoni mama bila shaka. Ya, ni mama. Ni mama wa mabinti wangapi au vijana wangapi? Ni mama wa binti wawili. Wow. Ya. Sio mbaya kunitajia. Zulfa na Samira. Kuna Zulfa na Samira, mama mnaye jamani. Nishakwambia. Noma sana. Back to business, unafikiri ni kwa nini pia ukiachia mbali hizo sababu nyingi sana ambazo umezitaja, muziki wa Simiyu ni kama unaonekana ni muziki wa majungu fulani. Ni kama mnapigana majungu sana hasa nyinyi wasanii. Kipi kinaendelea? Unafikiri nini ni sababu ambayo mara nyingi hatuendi mbele? Kumekuwa na malegend wakifanya vizuri sana kwenye muziki huu wa Simiyu na tunawajua. Lakini way back bado hatusogei. Nini shida? Mara nyingi kwa sisi wasanii wa hapa mkoani huwa hatupendi kukosolewa. Tunataka tu kila kitu tusifiwe. Sasa sidhani kama tutafika mbali. Unajua kuna namna hata kwenye muziki. Kwa mfano kama mimi wakati naandaa hizi kazi, kuna nyimbo ambayo iliandikwa na ikawa imekamilika. Lakini kuna washikaji wakaja kama wawili, walivyoisikiza wakasema hatujaielewa hiyo chorus ya kwanza, verse ya kwanza. Kwa hiyo ilibidi tukae tena tuirudie. Kwa hiyo kuna namna tukubali kukosolewa na tukubali kujirekebisha. Sawa. Bahati nzuri uliwahi kuwa msanii wa kuigiza. Ndio. Hebu niambie, kwenye waigizaji kule pia wao wanaferi nini? Kwa sababu uliwahi kuwa na by the way bado wanafanya hata kama ukiitwa leo. Wanakwama wapi na wao mbona tuone wakipiga hatua? Kikubwa ni juhudi. Unajua hakuna moja bila, hakuna 0, hakuna 10 bila moja. Asilimia kubwa watu wanataka mafanikio kwa uharaka bila kazi yenyewe kuonekana. Tajia wasanii wa kuigiza hapa nyumbani Simiyu wa kike wawili tu nao wakubali. Kuna mdogo wangu Amina. Mwingine Omi. Yeah. Omi film, sawa. Wa kiume nikupe 3 basi. Kwa wanaume ni wengi vibaya mno. Au nikupe 2 hao. Sio mbaya. Nitajia 2. Wa kwanza kabisa ni director wao. Dev Movie. Wow. Anafanya vizuri. Behind the camera. Mwingine Kasimba. Yeah. Unaye mwingine? Mwingine Sultan. Okay, wa kuitwa Sultan Shanga. Bala sana. Respect sana kwenu jamani, mnafanya vizuri mpaka Queen Zuu amewapa heshima na maua yenu. Back to business, nataka utoe dukuduku lako moja tu linalo kuudhi, linakukela kwa wasanii wa hapa Simiyu. Yaani hili basi tunaga unatamani kuwaambia lakini ndio vile. Hebu leo waambie kupitia Zuu Media. Dukuduku niliona kwa wasanii. Tunachukuliana poa sana. Kuna hizi tabia za msanii upo studio, umeanzisha mwenyewe project, hujamshirikisha unataka kufanya naye kazi, inatokea tu simu moja. Zuu uko wapi? Niko nyumbani. Njoo tufanye kazi. Kuna kazi moja. Tambia jamani, hata kama hatujatoboa kiasi hicho lakini kuna heshima tuwekeane basi. Mtu una kazi naye mwandae, ana confirm kufanya kazi, sawa. Anakataa inajulikana, lakini sio ile kwamba unajiaminisha 100% kwamba nikimpigia Zuu anakuja kufanya hii kazi. Haikai sawa. Okay. Kuna namna ya vitu na mipaka. Vipi kuhusu kulinda brandi? Kwenye kulinda brandi hapo ilileta migogoro sana hii kwa upande wenu. Vipi imekaaje pia? Kila mtu alinde kwa nafasi yake. Zuu atalinda vile anajua.
Kama ni Somanda atalinda vile anavyojua, kama ni G-Twice atalinda. Yaani kwa namna yake kila mtu alinde brand yake mwenyewe. Kwa hiyo unafikiri tufanye nini ili tusonge mbele? Kikubwa ushirikiano na sio majivuno. Sasa unamaanisha tushirikiane kwa sasa? Ni kidogo sana, asilimia ni chache mno. Kwenye waraka wa G-Twice alisema hata ikitokea msiba wasanii hatuendi. Yaani hatuna hata ule ushirikiano wa kinafiki. Ule waraka bila shaka uliwahi kuusoma. Vipi? Aliyosema G-Twice ndio uhalisia wa mambo au kuna namna aliteleza? Kwa hapo naweza nikasema ndio, lakini sasa nikiangalia pia hawana nini hata ule upendo wa kinafiki. Yes. Unajua hapa shida ya hapa. Tunaona ni kama vile kila msanii ana msanii wake, yaani kila msanii ana msanii mwenzake anayemuelewa. Okay. Ndio hiyo changamoto. Kuona kuta Zuu kuna msanii mwenzake anayemuelewa. Somanda kuna msanii wake anayemuelewa. Kama ni G-Twice kuna msanii mwenzake anayemuelewa. Kwa hiyo inakuwa kidogo ni changamoto. Kuna hii tabia ya nimekufa, fulani amekufa na nini. Yaani mimi huyu Ndaki William natuma message kwako Zuu na kwa wengine, jamani Ndaki amekufa. Then mnapata taharuki, mnapiga nimezima simu. Nafikiri umenielewa, yani ile wasanii kujiua wenyewe. Uliwahi kunipa list. Hebu naomba nitajie list ambayo unafikiri hapa nyumbani Simiyu kuna wasanii waliwahi kujitangazia wamekufa. Mimi nimemfahamu aliyewahi kujitangazia amekufa ni mtu mmoja. Ni Kinywele Msomi, comedian. Okay. Japo inasemekana na Somanda, lakini kwa Somanda sina uhakika kwa sababu mwenyewe kwanza sikuwepo Bariadi, nilikuwa Dar es Salaam. Okay. Nilipokea simu ya kwamba anaumwa. Anaumwa, yuko hoi, hawezi hata kuzungumza. Nilishika simu nikamcheki kule, simu yake kawa haipokelewi. Ila baadaye ni usiku sana saa 6 nikapokea message kwamba Somanda hatupo naye tena. Ni namba ngeni. Sasa nikashindwa, nikasema hii kweli inaweza ikawa ni kweli kwa sababu nimepigia simu kwamba amezidiwa, hali yake sio nzuri. Na sasa hivi tena napokea SMS kwamba hatupo naye tena. Ikabidi nishike simu kupiga kwa watu ambao yupo karibu na wakasema hapana, anaumwa tu lakini hali yake sio nzuri, lakini sio kwamba kafariki, yuko salama. Kwa hiyo malengo ya yule aliyekuambia amefariki ilikuwa ni nini? Yaani alitaka au unafikiri alipewa maelekezo na Somanda? No comment. Siwezi nikasema alipewa maelekezo kwa sababu taarifa za mwanzo nilizipokea kwamba ni kweli anaumwa na yuko hoi. Sasa siwezi nikasema kwamba alitoa maelekezo. Na ile message haikuwa kwangu tu. Sasa unalionaje hili la mimi nimekufa? Wewe unalizungumziaje? Ni sawa au si sawa? Na kama ni sawa kwa nini? Na kama si sawa kwa nini pia? Kwa wale wanaozushiana kwamba nimekufa na ingali yupo hai, wao sio ungwana. Hata Mola tunamkwaza. Yeah. Hivi inakuwaje nyinyi wasanii wa Simiyu wana mambo, yani wana vitu vyao. Wana vitu vyao vingi. Lakini kwenye A-list ya wasanii wanaofanya vizuri hasa kwa upande wenu kwa maana ya wanawake, mpo wawili tuko sasa. Yaani wewe na Weda. Vipi? Yaani kipi kinakwamisha? Mnashindwa kusaidia wadogo zenu wengine wa kike au kuna changamoto gani? Kwa nini nyinyi ni wachache zaidi ya wanaume? Sisi ni wachache, ni kama nilivyokuambia pale awali kwamba changamoto ni kubwa, ni jamii inayotuzunguka. Tukianza na wazazi. Wazazi wamekuwa ni chanzo kikubwa cha kukatisha tamaa watoto wa kike. Kwa sababu unakuta mtu anaamini kama vile mtoto wake akifanya muziki ni kama umaraya fulani hivi, yani hivyo. Kulingana na zile kaeka mko studio, hamwezi mko na producer, mko zaidi ya aba wewe wa kike mmoja, wanaume hata watano. Sasa ile situation wazazi kidogo wanakuwa hawana uaminifu nayo. Lakini pia kuna mabinti ambao walichukua kama advantage hiyo. Na anaaga naenda studio, anaenda kwenye mambo yake. Unawasemeaje hao pia? Hiyo nayo haipendezi kwa sababu hata kama mzazi alikuwa na hiyo nia, inatokea sasa wewe ndio unamfanya sasa akate tamaa na wewe sasa uone kabisa kwamba muziki haukupendezi, ni vitu ambavyo unavifanya tofauti na muziki. Sawa. Queen Zuu tunampataje kwenye mitandao ya kijamii pia? Queen Zuu. Yeah. Queen Zuu hivyo. Sehemu zote ni Queen Zuu. Kila kona ni Queen Zuu. Haina kipengele. Bwana, tunategemea new project kutoka kwa Queen Zuu, mambo yatakuwa mazuri sana. Ni tarehe 25. Ya inshallah. Mwezi huu wa 4. Yeah. Ikiwa mambo yanakuwa ya moto, nilisikia za ndani kwamba kutakuwa na live performance. Yeah, itakuwa. Wewe nyimbo zako utaziimba live? Uhakika. Tutatoboa kwa sababu tumeona kina ndugu zetu kule Zanzibar walitu kwenye Trace Award.
Tutatoboa, ile ni Zanzibar. Huko tutatoboa. Kwa hiyo tumeshaanza mazoezi. Ya mazoezi yanafanyika. Okay. Yeah. Sawa bwana. Neno la mwisho kwako bwana Queen Zuu, kwa mtazamaji wa Ezu Media ambaye anakuangalia all the way from Tanzania, all the way, wapo watu watutazama pia kupitia Marekani, mpaka Marekani kule wanatucheck pia. Neno moja kwao. Nawapenda sana, waendelee kutusupporti, sio mimi tu kunisupporti, waendelee kutusupporti wasanii wote. Okay. Ya ili tufike mbali, tufikie malengo. Sawa. Happy moment na Queen Zuu. Bwana nikualike tu tarehe 25 mwezi wa 4, karibu sana pale Jumba la Mawe kwa mkazi ulioko Bariadi, ulioko Simiu. Kuna EP extended playlist. Ngoma bado hazijajulikana. Yaani ni kama zitaongezeka hivi. Zuena mtampata wapi? Zuena wazile nyakati, mtoto aliyeumbika, tabia za kupendeza. We Zuena kweli nampenda. Kwa udhamini wa Mweusi Decoration ndo anatisha na kusababisha sana hapa, na unaona kwa location imetulia, sofa set za kibabe kabisa. Na mimi nikwambie tu kwamba hii ni Ezu Media, na kwangu jina ni Ndaki William. Nyuma kamera yupo Devi Movie. Au sio? Fanya kusubscribe, like, share na comment wa kwanza kupata taarifa zetu. Shout out sana kwako.